بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Rajab mwaka wa 1442 katika darsa ya risala ضرورة فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tulifikia nukta ya 6. قال أقوال علماء الأمة وأئمتها. كورديشا أقوال za wanavyuoni wa huu umma katika masahaba na waliokuja baada yao katika maimamu wa uongofu katika dharura ya kuifahamu Qur'an na Sunna, kufahamu wa wale wema waliotangulia. Na hapa atataja aqwal za salaf zinazohimiza kuwafuata wale wema waliotangulia. قال إن من شعار أهل السنة بيان عظم منزلة الصحابة والسلف الصالح عندهم حتى صاروا يذكرون ذلك من جملة عقائدهم. katika shi'ar na alama ya ahli sunna kubainisha ukubwa wa cheo cha masahaba na wale wema waliotangulia kwa wao, mpaka wakafikia kutaja hayo katika jumla ya itikadi yao. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. الإمام أحمد رحمة الله عليه akieleza misingi ya sunna kwa ahli sunnati wal jamaa, na haya maneno yapo katika risala ya Imam Ahmad usul sunna, na pia umetajwa katika sharh usul sunna lilalakai rahimahullah. na ni kitabu kizuri sana au risala nzuri sana kwa yule anayetaka kuifahamu manhaj ya salafu salih. aanze kwa kusoma hii risala na kuielewa, biidhnillah ta'ala itakuwa ni ufunguo mzuri kwake yeye katika kuifahamu manhaj ya salafu salih. na tuliwahi hapa kuisoma walillahi alhamdu wal minna pamoja na sharhi ya Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala. katika hii risala al-Imam Ahmad ameanza kwa kuifungua na maneno haya: usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wal-iqtida'u bihim, na kuwaiga wao masahaba, wa tarkul bid'ah, na kuacha uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kwa kuwafuata salafu salih na kufuata mfumo wa salafu salih na kuwaiga salafu salih ni msingi katika misingi ya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Hili ni jambo ambalo ahli sunna wanaovioni wao wamelitaja katika misingi ya sunna. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كنا تصحيف فليتأسى تيبلش يندكويف. قال: فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ikiwa mtu ataka kuiga basi na awaige masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. kwani wao masahaba walikuwa ndio wema katika nyoyo za huu umma baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. wao ndio nyoyo zao zilikuwa njema kuliko yoyote mwingine. وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا. نواو علم yao ilikuwa na kina zaidi, walifahamu kisawasawa ilmu. Na ukiangalia ilmu yao haina takalluf, mtu akajibandika mambo ya kupita mipaka, kuna takalluf kama wanavyofanya watu wa ilmu al-kalam. waweza kuwasikia wazungumza maneno ukaangalia huelewi atazungumza nini, takalluf, kupita mipaka. Lakini ukija kwa ilmu ya salaf utakuta kuwa maneno yao sahali yafahamika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija bedui atoa khutba ya Jumaa, amwambia: ya Rasulullah, allimni mimma allamaka Allah. Ashuka kutoka juu ya mimbar, akaa naye kando, amfundisha dini ya Uislamu kiujumla, kisha apanda juu ya mimbar, ameelewa bila takalluf, kwa maneno sahadi aelewa. Lakini leo imekuwa mtu akizungumza maneno yasiyoeleweka, huyo ndio masha Allah aelewa kile anachokizungumza. Akaya yazungumza maneno hayaeleweki, huyo ndio achukuliwa masha Allah, huyo ana ilmu kubwa ile. Saweza kumuona mtu pale yazungumza na awam, akawapa maneno hawayaelewi, wakitoka wale awam sema masha Allah, msikia ilmu hiyo, hatukuelewa kitu bwana. Ndio ilmu hiyo sasa, mambo makubwa, panafanya mchezo bwana. Watu walikaa wakasoma hawa mpaka hatukuelewa chochote bwana. Msikia hiyo, hatukuelewa kitu kabisa. Yani mimi leo hapa nimetoka peupe hapa, ilmu kubwa, sema hivyo, tumepelekwa bahari kubwa leo mpaka mmetoka sikuelewa kitu, eti ndio ilmu hiyo. Sallallahu alaihi afia. Wallahi takalluf mpaka yule anayesikiliza haelewi kinachozungumzwa. Salafu salih hawakuwa hivyo. Wa ahsanaha halan, hali yao ilikuwa bora kuliko yoyote baada yao. Qauman اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua yeye kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, amewachagua mwenyewe subhanahu wa ta'ala. yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah akawachagua hawa ndio wataketi na mtume wangu, hawa ndio watakaoinusuru na kuisimamisha dini yangu. Allah akawachagua wawe karibu na mtume wake. Hivi mtume aliyebora kabisa, waonaje Allah subhanahu wa ta'ala atamchagulia vipi wale wanaokuwa karibu yake? Bila shaka atamchagulia wale walio bora kabisa.
kinyume na wanavyoitakidi Rafidha na Mashia. Wao waitakidi kuwa Allah amemchagulia watu waovu kabisa, mtume wake akamwambia kaa na hawa waovu kabisa. Angalia vile walivyo waovu. Sallallahu alaihi wasallam, qatalahum Allah. Lakini hivi ndivyo wanavyoitakidi. Kwa hiyo Allah amewachagua hawa, huyu na huyu na huyu, hawa watakaa na mtume wangu wainusuru dini yangu. Fa'rifu lahum fadlahum, basi jueni fadla zao, wasomeni mujue fadla zao na mukiri fadla walizokuwa nazo juu ya huu umma. Wattabi'uhum fi atharihim, na mufuate nyayo zao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, walikuwa katika uongofu bwana, walikuwa katika njia iliyonyooka, wafuateni. Ibn Mas'ud atuelekeza sisi kuwafuata masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya utayapata mara nyingi katika maneno ya salafu salih, kutuelekeza sisi kuwafuata wale wema waliotangulia. Kisha wajamkuta mtu leo akamwambia fiqh yenyewe sasa ile ya vitabu vyekundu yatakaibadilishwe, sasa mambo yambadilika, nyi bado tu Barbahari, sio msomeshana mambo ya Imam Ahmad yanatokea wakati ule, mmoja kusomesha watu leo. Confusion bwana, na confuse watu, ajiona yeye amesonga mbele katika dini, wajiita modern Muslims, waislamu wa kisasa. Yani hawa dini yao ienda kulingana na vile watu wa asri hii wanavyotaka. Mwataka uislamu gani? Kwa hivyo wakapamba mambo na nini na kuongeza na kupunguza. Kisha wakasema hata yatakikana tuziangalie turathi zetu vizuri tuzisome na tuziangalie ili tubadilishe bwana. No. Na huu ni ulinganizi wa baadhi ya walinganizi leo wa TV-ni. Kazi yao kulingania watu, wasema kuwa hii dini sasa hivi yatakana kuna mambo yabadilishwe, so yalingane na asri hii. Sallallahu alaihi. Wallahu almusta'an wa alayhi at-tuklan. Tuishi katika baina ya watu kama hao, na hao maal asaf leo ndio wamepewa kipaumbele, ndio waonekana wazungumza ya maana. Haya yanayozungumzwa na wanaovioni wa sunna na haya waliozungumza salafu salih yaonekana kama mambo yako nyuma. Yani hawa jamaa waona masalafi wako nyuma katika kila kitu, wana jamaa wako nyuma, mpaka kusoma kwao bwana hawana shahada bwana. Sikia mpaka kusoma kwao pia hawana shahada. Na ndio pale utampata mmoja wao sema nini, kwani yule na mimi si shahada zetu sawa? Hata wewe huna majisteri wewe, hata wewe una elimu kuliko mimi, sio? Hadhihi shahadat la tusawi indana ba'ra. Hizi shahada kwetu sisi afadhali mavi ya ngamia kuliko hizi shahada. Si chochote, si lolote, si chochote. Kwa usione kuwa umeandikiwa dal pale ukaanza kufuta fulana yako hivi na nini ukaja ukajifurisha ukija hivi, hebu 40 na wewe ushahifadhi kaa pembeni bwana. Hiyo dali yako ya dunia, hiyo dalu dunia hii. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isome uitekeleze katika maisha yako, so isome uanze kutengeza frame kubwa kisha ubandike nyumbani. Mimi bwana ndifika paka huku, ili ukiingizwa kaburini utaulizwa maswali matatu tu, al-usulu thalatha: man rabbuka, ma dinuka, ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Hutuambia wewe umfika majistere, umfika bakarilosi, sio umfika doktora. Man rabbuka, ما دينك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. Sasa wewe jiandae kwa ajili ya hili. Wallahu almusta'an. Huu ni mfano wa namna gani
hawa modern Muslims wajiona wao wamesonga mbele, wako mbali, lakini ukiwaangalia ule ukweli wao, ukazungumza ule ukweli wao, waweza kuonekana wewe wadharau watu. Wewe si kudharau watu, ndiyo hali halisi ilivyo. Hivi yaweza kupatikana mwalimu wa madrasa amemaliza kulia ama jamia, hajui kutofautisha baina tauhid wa tajwid, eti apewa timetable. Kwa nini hili somo la tajwid na tauhid tusiliweke pamoja likawa moja badala ya kuwa masomo mawili? Au na somo mmoja hili, sababu laenda sawa sawa tajwid tauhid mzuka namna hii. Alafu huyo kuangalia wewe kuona uko nyuma, vipi wewe una makaratasi? Sina. Basi fanya bwana, fanya uje, tunao sisi nafasi, tuweza kuweka tu kwenye mtihani tu. Halafu faida yake nini nipate? Najua wengine atawaudhi, atuendelea hapa mbele. Wengine wamfanya bidii kweli kweli akapata mjikaratasi mikubwa, kisha wasikia maneno haya, jamaa tufanye hivi. Sisi tuko hivi, watu kusoma chini ya miti huku misikitini, basi ndo hao. Wakawaona wako nyuma, wajiona wao wamesonga mbali. Wakaona pia wale salafu salih kuwafuata ni kama kujiregesha nyuma, ndio kuona wadharau. Vitabu gani wasomesha? Vitabu vyekundu vya zamani. Someshana kitabu gani? Aqidatu salaf ashabi alhadith. Hao huko nyuma kina Sabuni. Kuna wengine hata ukimtaja Sabuni aona ni mtu anketi juzi tu, hawana habari kabisa. Allahu musta'an. Qala Hudhayfa ibn al-Yaman, اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. mcheni Allah enyi wasomi. Hapa qurra walikuwa qurra al-Qur'an ndio ulama wakati ule. Sasa hapa wanaokusudiwa ni wale walio na ilmu, wamche Allah subhanahu wa ta'ala na wafuate njia za wale waliokuwa kabla yao. wallahi la in istaqamtum alayhi laqad sabaqtum sabqan ba'ida, mkisimama sawa sawa katika njia ya wale waliopita basi mmesonga mbele sana. Kwa mtu asikwambie uko nyuma bwana, maadamu umesimama katika manhaju salaf wewe uko mbele bwana, tena mbele sana, umewaacha nyuma watu wengi sana, uko mbele bwana. wala in taraktumuhu, na mkiwacha hii njia, yaminan wa shimalan, mkao muenda kulia na kushoto, mkawacha hii njia iliyonyoka, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, mmepotea basi itakuwa wakati huo upotofu ulio mbali kabisa, dhalalan ba'ida. Na subhanallah, njia za upotofu kila ukifuata yazidi kukupeleka mbali mpaka mwisho. Ukitaka kurudi pia saa nyingine wengine hawajui njia ya kurudi, yani bimaana aweza kurudi mtu lakini bado akawa na nini, na kutukutu za upotofu, waliyadhu billah. Na nendeni mkasome sira za wale ambao walipinda kisha wakarudi, mtakuta kuwa kuna baadhi ya vitu vilibakia na wao, kama Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, mfano mzuri mnao. Hata baada ya kurudi kuna baadhi ya mambo ambao wanaovioni walimpatiliza. Sababu potofu kitu kibaya sana, sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sananan au sunanan. Na hapa wallahu a'lam kusudia Mtume sallam na al-khulafa ar-rashidun, wale ambao Mtume sallam ametuhimiza na kutuambia alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Kwa waliweka Mtume sallam aliweka njia, na hao makhalifa waongofu tulizungumza katika darasa iliyopita, wakafuata njia ile ya Mtume sallam na kuhimiza watu kuifuata ile njia, sio kuwa wamekuja na mapya, la. قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله
kule kufuata njia hiyo ni kusadikisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa li ahadin taghyiraha, hakuna yoyote ambaye ana ruhusa ya kubadilisha, wala tabdilaha, wala yoyote hakuna na ruhusa ya kubadilisha. Faman iqtada bima sannau ihtada, yule ambaye atafuata ule mwenendo waliouweka basi huyu ataongoka biidhnillah. Waman istabsara basura waman khalafaha wattaba ghayra sabili almu'minin wallahu Allahu ma tawallah wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Mwenye kutaka uongofu katika njia yao ataupata uongofu, na anayekhalifu akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini, Allah atamuelekeza kule kule alikoelekea, kisha amtumbukize ndani ya moto wa jahannam, makazi mabaya yaliyoje ndani ya moto wa jahannam. Sasa chagua mwenyewe, Muislamu, chaguo lako, unataka kufuata njia gani? قال ابن القيم رحمه الله: كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما، أي بكلام عمر المتقدم. ها منين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولكوا أئمة السلف وكيتاج مرنينك كما الإمام مالك بن أنس na wengineo wapendelea kuyazungumza maneno haya na kuwaeleza watu. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. isubirishe nafsi yako katika sunna. Sunna ni moto moto, taka subra. Hii sunna yataka subra. Utapata mambo makubwa yatakukabili kesho. Ukasoma ukasimama walingania watu katika haki, watu wa batil hawalali, wao wako macho dhidi ya watu wa haki. Kwa utasikia maneno mpaka wakati mwingine waweza haswa kukaribiwa, kudhuriwa haswa katika mwili wako, bimaana wakakupiga au wakakufanya nini. Taka subra. Ukitembea uonekana mtu mgeni, unatoka wapi? Ndio yule bwana, ndio yule pale, ndio yule pale, sema maulidi inshinda zina, yule pale. Mimi hapa, njoo basi uulize kwa nini. Ushauliza? Basi uliza, taka dalili takupatia, taka aya utapewa, taka hadithi utapewa, kisha ufuate. Lakini jamaa ndio wanavyofanya hivyo. Kushikana na sunna yataka subra. Halafu subra nyingine, sunna haitaki watu maslahi kabisa. Ukijifanya maslahi katika hii dini waponyoka, yani waitumia dini yako kwa ajili ya maslahi yako binafsi, wallahi alazim utaponyoka hata mwezi utoboe katika sunna. Mwanzo nani atakaye sunna? Nani aliyekwambia kuwa watu waitaka sunna? Walakinna aktharakum lilhaqi karihun, wengi katika watu waichukia haki. Sasa lazima kucompromise, kama wanavyosema hapa, hili wacha, hili sema, hili wacha. Na ndio maana mkaona hawa jamaa zetu katika misikiti yao wengine hawawezi kusema chochote. Mtu aweza kudai ni mtu wa sunna, lakini kuna mambo hawezi kuyazungumza. Akiyazungumza tuambie, wewe waanza kuwafuata wale, wewe wafuata wale, ambio maneno haya. Hivi ndivyo wanavyofanya. Sunna yataka subra, yataka subra sana. Na wanafunzi wanaojifunza katika marakiz za Ahlus-Sunna, jueni hilo, mwabeba mzigo, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Wallahi kama uwezi sasa hivi wacha, ondoka, khair lak, nenda kauze makaa, kafanya nini, kafanya vituko vingine kule. Usitafute ilmu ukajibebesha mzigo mbele ya Allah, utakwenda kuulizwa. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، الأمر بالبيان ولا تكتمونه، النهي عن الكتمان. hapa Allah atilia mkazo mutabainisha. Kwa hiyo si khiari, ni wajib juu yako utabainisha na usifiche. Na wallahi ukificha walaaniwa wewe. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
wayal'anuhumul la'inun. Kwa nini uingie kwenye laana ya Allah na kila kinacholaani cha kulaani wewe? Kwa usione utachukua ilmu wewe ya sunna, utahifadhi, utafanya nini, kisha uanze kutafuta maslahi. Walipwa hulipwi, lazima ufikishe. Wapata dunia hupati, mwanzo jambo la kwanza lazima ufikishe, ni jukumu Allah amelichukua juu yako. Si umeingia katika zumra ya wenye kusoma? وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. Kwa hiyo umebeba jukumu, iwe itakavyokuwa ni lazima ufikishe. Hiyo iko katika shingo yako hapa, kwenda ulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sunsoma ulifanya nini? Uliwalingania watu? Wajua ukuona mimi nilikwambia nini pale? La tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, mtaibainisha kwa watu haki wala hamtaificha, na msifiche haki. Kwa kuna watu waenda kubeba mzigo mkubwa ya nini? Nenda kasomea accounts bana, wewe accountant, kama kafanya biashara zako wakuuze viazi vya karai kule na nini, usijitie kwenye dhima. Na hili silisemi kwa watu wawache kutafuta ilmu, la, lakini wajue yale masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko juu ya shingo zao. Isbir nafsaka ala sunnah, utapata shida. Na subhanallah, ikhlas na maslahi ya kidunia, hivi vitu viwili haviwezekani kuwa pamoja. Moja likiingia la pili laondoka. Vitu hivi viwili haviendi pamoja. Na ukisubiri Allah atakupa katika riziki yako ile aliyokuandikia. Usifikirie riziki yako itapungua kwa wewe kuzungumza haki, la wallah, wala isipite katika akili yako. Riziki yako haipungui kwa wewe kuifuata haki na kulingania watu katika haki. Ile riziki yako Allah aliyokuwekea ile Allah atakupa. Waqif haithu waqafa alqaum, simama pale waliposimama wale wema waliotangulia. Waqul bima qalu, na useme kwa yale waliyosema, usizue. Nukuu wewe, fikisha. Si mimi naona, hivi ndivyo walivyotuachia wale dini ya Allah, na sisi tuwaambia nyinyi. Wakuffa amma kafu, kile walichokoma wale na wewe komea hapo hapo, usizidishe, usipunguze, hapo hapo. Wakuffa amma kafu anhu wasluk sabila salafika salih, na ufuate njia ya wale wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasau kama wasi'ahum, ya kutosheleza wewe kile kilichowatosheleza wao. Walau kana hadha khairan ma khussistum bihi duna aslafikum, na lau kama ingelikuwa kile unachokifanya wewe ni kheri, basi usingehusishwa na hiyo kheri wewe, wakawachwa wale waliopita wema wasiwe na kheri kama hiyo. Yani wewe wataka kujifanya waijua kheri kuliko Mtume sallam na masahaba? Haiwezekani. Msituambie hapa maulidi ni kheri bwana. Kama ni kheri tusingefundishwa sisi mwanzo, angeanza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba ambao ndio kheri yoyote, wao ndio wametangulia. Lau kana khairan la sabaquna ilayhi, hatusemi kama walivyosema kufaru lau kana khairan ma sabaquna ilayhi, la, bali sisi tusema lau kana khairan la sabaquna ilayhi. Lau kama ingelikuwa kuna kheri katika hizi bid'a mnazoziona, wangeanza wale waliopita kututangulia sisi. Sisi ni nani kwa masahaba? Ni nani kwa karne zilizokuwa bora kabisa ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezisifu? Si chochote. قال ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. الإمام ابن حزم الأندلسي أسمى ما صحابة ووتني وتو peponi bila ya kuwa na shaka kwa kukata. واستدل بقول تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. نووته wale waliosilimu kabla ya fathu Makka na baada ya fathu Makka, wa kullan wa'ada Allahu alhusna, wote Allah amewaahidi nini? Aljanna, alhusna aljanna. Qala Abu Zur'at ar-Razi rahimahullah: idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ukimuona mtu yoyote
anayewatia dosari na kuwatusi yoyote katika masahaba wa Mtume sallam, basi ujue huyo mtu zindik, Kiswahili zindiki, munafiqi i'tiqadi. Huyo mtu si Muislamu. Ambaye amtusi sahaba katika masahaba wa Mtume sallam, huyo hana Uislamu. Kuna Uislamu gani tena? Kwa mtu ambaye amuita kwa mfano Abu Bakr radhiyallahu anhu kafir, ama sema Umar kafir, kuna Uislamu hapo tena? La. Huyo ni zindiq. Kuachana naye, kaa mbali naye, na wewe shikamana na yale walikuwa nayo masahaba. نقطة يا مwisho فوائد وثمرات فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. تتجا matunda na faida zinazopatikana kwa kuifahamu Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Hayo insha Allah taala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.